wa namna hiyo, ikiwa imetokea ni kwa sababu ya makosa uliyoyafanya, utakapomkumbusha Mungu juu ya sadaka uliyoitoa ya kuijenga nyumba ya Mungu, basi Mungu akayasikie hayo maombi yako na kuachilia mvua ya baraka tena katika familia yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunatengeneza sababu au tunatafuta sababu kwa nini tunataka utoe hii sadaka. Kwa nini ni muhimu kwako wewe kuweza kuitoa hii sadaka? Kwa nini? Bwana Yesu atusaidie sana. Na unaweza usiwepo mahali hapa wala usirudi tena kwenye hili eneo wala kwenye mkoa wa Dodoma, lakini sadaka yako utakayoitoa mahali hapa itaendelea kuwepo katika hii madhabahu, na Mungu wa mbinguni atayasikia hayo maombi na kuachilia mvua ya baraka katika familia yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Anasema ikiwa nchi imeingia njaa, utakapoita Mungu atakusikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Mstari wa 41. Sikilizeni wageni mliofika mahali hapa. Unanisikia? Mstari wa 41. Anasema hata na mgeni naye asiyekuwa mmoja wa watu wako Israeli atakapokuja kutoka nchi iliyo mbali sana kwa ajili ya jina lako, maana watasikia habari za jina lako kuu na mkono wako ulio hodari na za mkono wako ulionyoshwa, atakapokuja na kuomba kuielekea nyumba hii, basi ukasikie huko mbinguni makao yako, ukatende kwa kadri ya yote atakayokuomba mgeni huyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Inamaanisha utakapoijenga nyumba ya Mungu, hiyo sadaka uliyoitoa inamsaidia hata mgeni usiyemjua siku atakapopatwa na mabaya mahali popote pale. Maandiko yanasema watasikia habari ya mkono wa Mungu ulio mkuu kwenye hii madhabahu mahali hapa. Ile madhabahu uliyoijenga mahali hapa, watasikia habari ya Mungu aliyoyatenda katika madhabahu hii. Watakuja kutoka nchi za mbali kwa sababu wamesikia matendo makuu ya Mungu aliyoyafanya. Watakuja mahali hapo wakimuomba Mungu. Maandiko yanasema, mtumishi wa Mungu akasema, wakikuomba ukawasikie na kuweza kuwajibu kwa kadri ya uhitaji walionao. Kwa nini tunataka kujenga nyumba ya Mungu? Kwa sababu tunataka hata watu wageni wanapopita mahali hapa wasipite wakabaki kama jinsi walivyo, wapite watoke na solution ya maisha yao. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa Mungu anapofanya hivyo kwa mgeni, vipi kwako wewe uliyejenga hiyo madhabahu ya Bwana? Bwana Yesu atusaidie sana. Nimesema zinaweza zikawepo sababu nyingi za kujenga nyumba ya Mungu, na nyingine zinaitwa nyumba ya Mungu lakini sio nyumba za Mungu. Lakini kwa nini sisi tunataka kuijenga nyumba ya Mungu mahali hapa? Ni kwa sababu ya hizi zilizoorodheshwa mahali hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa sina muda wa kukusomea. Ninaomba ili sadaka yako isiwe ya bure. Ili sadaka yako isiwe ya bure, hebu kaisome hiyo Wafalme wa kwanza sura ya 8 kuanzia mstari wa 31 mpaka mwisho wa sura. Ili unapoitoa hii sadaka ukaikumbuke na ukamwambia Mungu, haya maombi yaliyoombwa, hii dua iliyoombwa na mtumishi wa Mungu Suleiman, ninataka ikawe halisi katika maisha yangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukienda kusoma pia katika Nehemia, tutasoma katika Nehemia sura ya 3 ukianzia na mstari ule wa kwanza, unaweza kusoma mstari wa kwanza na wa pili pale. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukisoma pale utakuta habari za watu waliohusika kujenga kuta za Yerusalemu, watu waliohusika kujenga malango ya Yerusalemu. Bwana Yesu atusaidie sana. Majina yao yameandikwa katika Biblia. Mpaka hivi leo sisi tunasoma. Ni miaka mingapi imepita tangu walipojenga zile kuta? Na zilishabomoka kwa 99%. Kuta waliobaki sifini mmoja, nikienda Israeli nitaenda kuona. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa maandiko yameandika haya mambo kwa sababu gani? Kwa sababu yanataka tuone ya kwamba hakuna aliyehusika kujenga nyumba ya Mungu na akasaulika katika dunia ya sasa wala dunia ijayo. Hakuna ambaye amehusika katika kujenga nyumba ya Mungu na akasaulika na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo sadaka utakayoitoa, wewe mwenyewe unaweza ukasahau kama ulishawahi kutoa, lakini Mungu kamwe hatasahau, na jina lako halitasahaulika kamwe. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa twende kwenye ile Waebrania.
Kwa nini nasema ni safari ya imani? Waebrania sura ile ya 11. Tutasoma mstari ule wa 8, tutaanza nao. Waebrania 11, tutasoma mstari wa 8 kwanza. Nisome mstari wa kwanza kama utanguliza, afu utaruka wa 8. Maandiko yanasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa nini nasema tunatakiwa tuingie katika hatua ya imani? Kwa sababu kuna jambo tunalolitarajia linalokuja mbele yetu. Tunatarajia kuwa na hilo kanisa hapo mbele. Tunakusudia kuanza ujenzi wa hilo kanisa mwaka huu mahali hapo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa maandiko yanasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Tunatakiwa tubebe uhakika ndani ya mioyo yetu ya kwamba tunaenda kulijenga kanisa la Mungu mahali hapo. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunatakiwa kupata huu uhakika ndani yetu. Ni safari yetu ya imani, ni kipimo chetu cha imani ya kwamba tunamwamini Mungu kwa namna gani katika hii. Sasa Mungu anataka tubebe hatua ya imani ya kwamba ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ukiangalia hapa pamejaa majani, yamejaa namna hii. Halionekani hilo jengo katika macho haya ya nyama, lakini katika macho ya roho hilo jengo lipo. Bwana Yesu atusaidie sana. Na katika macho ya roho unatakiwa kuanza kuona watu wameketi katika viti, katika safu zao. Unatakiwa kuanza kuona wewe mwenyewe ukisimama katika ile madhabahu ukichapa injili kwenye hiyo madhabahu. Unatakiwa kuona ukihudumu katika hiyo madhabahu. Yaani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana katika ulimwengu wa nyama. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kwa nini nasema ni hatua ya imani? Ni hatua ya imani kwa sababu tunapozungumza juu ya swala la imani, imani haituonyeshi hatua za kupita. Sio, unanisikia ninachokisema? Imani haituonyeshi hatua za kupita. Imani inatuonyesha mwisho wa jambo. Inatuonyesha kwamba kitu tayari tunacho. Ni namna gani tutapita kwenye hiyo njia mpaka tukipate hiyo kitu. Imani imenyamaza, haisemi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kwa nini nasema tunatakiwa kuchukua hatua ya imani ya kuanza hii safari? Ni kwa sababu hatujui tunapita njia gani. Ukiuliza kamati ikikaa ikianza kujadili, inaumiza vichwa kweli kweli. Utasikia mwishoni sentensi inatokea, unajua kutokana na hali tulizonazo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kutokana na hali tulizonazo, hebu tufanye 1 2 3. Inamaanisha nini? Hatujui tunapita kwenye hatua zilizo vipi. Si kwamba hatuna imani, tunayo imani. Na jengo tunaliona kabisa ya kwamba tayari jengo hili hapa. Lakini hatua za kupita hatuzijui tunapitaje. Na ndio tabia ya imani. Inakupa uhakika wa kukishika kitu ya kwamba tayari ninacho, lakini haikuambia hatua za kupita kufika unakoenda. Hebu tuisome hiyo Waebrania sura ya 11 mstari wa 8 hapa. Waebrania 11 mstari wa 8 inasema, kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Akatoka asijue aendako. Bwana Yesu atusaidie sana. Ibrahim ameambiwa na Mungu, amesikia ndani yake Mungu akizungumza naye ya kwamba iko nchi ambayo misingi yake nimeifanya mimi mwenyewe. Ndiyo nchi ambayo nimeiandaa kuwa urithi wako wewe Ibrahim na kizazi chako chote. Na katika hiyo nchi nitakufanya kuwa taifa kubwa, nitakufanya kuwa baraka, jina lako nitalitukuza sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Anamwambia toka uende kwenye hiyo nchi niliyoweza kukuandalia. Maandiko yanasema Ibrahim kwa imani akanyanyuka akatoka aende kwenye nchi ambayo Mungu amemwandalia, pasipo kujua aendako. Baba wa imani, pasipo kujua aendako. Lakini anachokijua ni kwamba iko nchi ambayo Mungu ameniandalia. Ninaianza safari nikiwa na uhakika ya kwamba nitafika katika nchi Mungu aliyoniandalia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo hata sisi siku hii ya leo tunaianza safari tukiwa tuna uhakika ya kwamba tutafika mwisho wa kuliweka hilo jengo. Lakini tutapita katika staili gani? Hizo staili tutakazozipitia huko Mungu mwenyewe atatuongoza. Maandiko yanasema hatua zako zitaongozwa na Bwana. Lakini pia anasema atatuagizia malaika, atatuchukua mikononi mwao.
watatuongoza, watatupeleka mpaka mahali Mungu alipotuandalia. Kwa hiyo inamaanisha swala la kujua hatua zetu tutakanyaga wapi, hilo sio swala la kwetu, hilo ni swala la kumwachia Mungu. Sisi tunachopaswa ni kuamini ya kwamba tunaianza safari ya imani. Tunaianza kwa shilingi 50, tukijua tunaitafuta milioni 586. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaianza kwa mfuko mmoja wa simenti, tukijua mwisho wa siku kuna jengo litasimama hapa lililokula zaidi ya mifuko 500 ya simenti. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa tunaanzaje? Ndio maana nimekuambia tunahitaji vichaa wa imani. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu kwa akili za kawaida nikikwambia bwana tunaanza, utaniambia pastor huna akili, tunaanzaje? Mwenzako nimelala njaa. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ni kweli umelala njaa, lakini pamoja na kulala kwako njaa, Mungu anakusubiri utoe mifuko ya simenti mahali hapa. Mungu anakusubiri utoe matofali mahali hapa. Mungu anakusubiri ujenge madhabahu yake mahali hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Nitasoma mstari huu wa mwisho na tunaenda kumaliza hivi. Tutasoma mstari wa mwisho wa Waebrania 11 mstari ule wa 19. Waebrania 11 mstari wa 19. Nitasoma. Nianze mstari ule wa 17. Kwa imani Ibrahim alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu. Na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa wa pekee. Na yeye aliambiwa, katika Isaka uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano. Tuishie hapo kidogo. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka nikufundishe kitu kimoja hapa cha msingi sana. Maandiko matakatifu yanasema mbegu isipokufa haiwezi kuzaa. Si ndio? Mbegu isipokufa haiwezi kuzaa. Kwa hiyo kanuni ya mbegu ili kuweza kuzaa ni lazima mbegu ifanye nini? Ife. Sasa huu mstari unatufundisha kitu gani? Mungu alitoa ahadi kwa Ibrahim ya kwamba atambariki yeye na uzao wake. Tena akasema atambariki kupitia Isaka mwanae. Sasa sikia kipimo cha kwake cha mwisho cha imani Mungu alichompeleka. Mungu anamwambia amtoe Isaka yule awe sadaka. Yaani Mungu anamwambia huyo niliyekupa kwa baraka kwako, mchinje, muue huyo, muangamize huyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa Ibrahim, kitu ninachotaka ukione hapa, maandiko yanasema ya kwamba Ibrahim akajua moyoni mwake ya kwamba huyu Mungu aliyenipa huyu Isaka na ndiye anayemtaka leo, ana uwezo wa kumrudisha Isaka hata kama atakufa. Ana uwezo wa kumrudisha kutoka kuzimu, akamrudisha tena mikononi mwangu kwa mfano mwingine. Hebu sema kwa mfano mwingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Alikuwa akizungumza habari ya sadaka inayokuja kuleta matokeo makubwa katika maisha ya mwanadamu. Sasa ndio sadaka ambayo nataka tuende tukamfanyie Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna wakati unatoa sadaka ya kujimaliza wewe mwenyewe. Yaani unatoa sadaka unaona kabisa hii sadaka nimeitoa, alafu nadhani kama vile ndio it's all. Mungu anataka uiue hiyo sadaka. Ibrahim anatupa ufunuo hapa ya kwamba Mungu ana uwezo wa kumrudisha Isaka kutoka katika wafu, lakini kwa mfano mwingine tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Inamaanisha unapoitoa sadaka yako, unatakiwa uitoe kwa maana ya kwamba umeiteketeza ile sadaka, na uamini ya kwamba Mungu ana uwezo wa kuirudisha sadaka yako kwa mfano ulio mwingine tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo nikitoa shilingi 1000 madhabahuni kwa Bwana, natakiwa nijue kabisa kwamba hii sadaka ninaiangamiza, ninaiteketeza mbele za Bwana. Lakini uwe na imani ya kuwa sadaka hiyo unayoiteketeza mbele za Bwana, Mungu ataenda kuirudisha katika mfano ulio mwingine. Sasa unaona mfano ambao Mungu alirudisha Isaka. Kwa sababu Mungu ukisoma hapo unaona kabisa Ibrahim moyoni mwake alikwisha kumchinja Isaka. Alikwisha kumtoa sadaka huyu mwanae. Sasa Mungu anakuja kurudisha sadaka kwa mfano wa Yesu Kristo, mfano ulio bora kuliko Isaka mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo wakati wowote unapotoa sadaka yako,
akaunti yangu. Hata sisemi uende ukafunge akaunti zako, sisemi uende ukafanye namna hiyo. Mungu wa mbinguni atakuongoza. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini ninachokisema ni kitu gani? Unapoitoa sadaka ya namna hiyo, sadaka ambayo unasema kwamba hii nimemaliza kila kitu, nimejikamua kila ninavyoweza, nimetoa senti yangu ya mwisho kwenye hii, hiyo ndio sadaka ambayo Mungu anasema atairudisha kwa mfano mwingine ulio bora zaidi. Ibrahimu alimtoa Isaka mwanae wa pekee, Mungu akamleta Yesu Kristo kuwa sadaka iliyo bora zaidi. Mpaka leo hii hatuwezi tukasema tunakombolewa kwa damu ya Isaka, tunakombolewa na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kitu kinachokomboa maisha ya kwako kinatokana na kile ulichokiua kwanza. Ili Mungu aweze kuyafungua maisha yako, ni lazima kuna kitu ukubali kukiharibu kwanza. Ni lazima kuna kitu ukubali kukiteketeza kwanza. Unapokiteketeza kile kitu, ndipo Mungu sasa anapokirejesha kwa mfano mwingine ulio bora zaidi. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukizungumza habari za Isaka, Isaka alimfaa baba yake na mama yake. Lakini Yesu Kristo aliyeletwa kwa mfano mwingine ametufaa mpaka wakina Yerusi tuliokuwa tueleweki. Sasa nataka uione matokeo ya sadaka ya kuiteketeza, matokeo ya sadaka ya kuiweka madhabahuni pa Bwana, matokeo ya sadaka ya kuiachilia kwamba ninaachia vyote kwako Bwana. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndiye uliyenipa, kwa hiyo kwako ninavileta. Lakini ninapovileta ninakuwa na uhakika moyoni mwangu ya kwamba sivileti kwa hasara. Ninajua hata kama pesa hii itapotea, utaitafuta kokote ilikopotelea, utaileta katika mfumo mwingine ambao uko bora kuliko unaotoa sasa. Amina. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunasema pastor unaongea tu. Ngoja nikupe shuhuda za kwangu mimi mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Nikupe shuhuda za kwangu mimi mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie. Tukitoa habari za kina Ibrahim utasema Ibrahim story. Isaka story. Lakini nataka nikupe shuhuda za kwangu mimi mwenyewe. Nilimwambia Mungu hivi. Namshukuru Mungu kwa rafiki mmoja aliyenipatia. Siku moja katika kupiga story akaongea sentensi moja. Alafu nikaidaka ile sentensi nikaiweka moyoni. Akasema unajua Bwana, nataka nimshawishi Mungu kwamba kipato changu kwa mwaka kisipungue milioni 20. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini sasa nafanyaje ili kumshawishi Mungu? Akasema naweka nadhiri ya kumtolea Mungu sadaka na ya kumtolea Mungu zaka kwa mwaka, zaka yenye thamani ya shilingi milioni 20. Kwa hiyo akapiga hesabu zake akasema zaka ya milioni 20 ni sawa sawa shilingi ngapi jamani? Milioni 2, si ndio? 10% ya milioni 20 ni milioni 2. Akaitafuta milioni 2, akaenda kuiteketeza kwa Bwana, akimwamini Mungu ya kwamba Mungu atairudisha tena katika ile aliyoitoa kama mbegu, atairudisha na kumpatia mapato hayo aliyoyatoa mara 100 zaidi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa yule bwana alipozungumza ile sentensi, unajua kuna vingine naweza nikakwambia nimechukua alafu mwingine kila mtu anachukua kwa staili yake. Mwenye nikaichukua nikasema okay, huyu jamaa anataka kunizidi sasa katika maisha. Sasa mimi nataka milioni 30 kwa mwaka. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati huo nakwambia hivyo, ni wakati ambao nafanya kibarua cha kuchimba mashimo ya kupanda korosho. Bwana Yesu atusaidie sana. Nakupa ushuhuda ulio halisi. Nikamwambia Mungu, ninataka kipato changu kwa mwaka kisipungue milioni 30. Inamaanisha kila mwaka niwe na average ya kuanzia milioni 2 kadhaa mpaka milioni 5. Na nikaweka nadhiri yangu, nilikufundisha juu ya sadaka ya nabii. Sasa sio kwamba nakufundisha tu kitu ambacho ni bla bla. Kama kuna wengine wanapiga porojo tulizipiga kabla hatujaokoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa hivi nataka nikuelekeze kitu ambacho unapaswa kukifanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini nimesema namna hiyo? Kwa sababu gani? Kuna watu wengine wana uwezo wa kutengeneza saikolojia yako. Lakini nataka nikupe kitu kilicho halisi. Bwana Yesu atusaidie sana. Nikamwambia Mungu vitu ambavyo nitafanya. Nikatoa sadaka ya nabii nikiwa sina hela hata ya chakula nyumbani. Naongeaga kila siku hii kwa sababu si sawa. Tulipika majani ya mlonge mimi na mdogo wangu Kevin kama mboga ya chakula. Tukapika majani ya mlonge, tukapika na bonge la ugali. Alafu ya mlonge tuliupikaje? Tulichemsha, tukatia chumvi, tukapiga mzee. Niliarisha karibu siku 3. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini wakati huo ndio ambao nataka Mungu
Mungu anisaidie pato langu kwa mwaka lisipungue milioni 30. Sasa unajua nilichokifanya, nikaanza kumwahidi Mungu nitafanya mwaka, nitafanya sisi na sadaka. Kwa hiyo natoa sadaka ya imani. Nikasema nitafanya 1, 2, 3. Nikamwambia na mke wangu kwamba unajua natamani kufanya 1, 2, 3. Na Mungu akitufanikisha tutafanya 1, 2, 3. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ngoja nikwambie kitu. Tangu nilipomwambia Mungu vile. Sasa ndio nipige mzigo. Sawa? Sio nipige mzigo. Lakini tangu nilipomwambia Mungu vile, pato langu kwa mwaka halijapungua milioni 30. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani niwe nimeajiriwa sijaajiriwa, pato langu kwa mwaka halipungui. Na nimechora mstari hapo halitakuja kupungua kamwe. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kwa nini nakwambia namna hii? Kwa sababu mimi ni shuhuda wa haya mambo ya imani. Nimeyaishi, nimeyaona Mungu jinsi anavyofanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Na tangu nilipoanza kufanya namna hiyo, ninatoa mafungu ya 10 kama sina akili. Sio unaweza kusema mbona akiyaoni hapa? Bwana Yesu atusaidie sana. Ninatoa mafungu ya 10 kama sina akili. Na kanuni niliyojifunza, moja ya kumfanya Mungu lazima akupe hela, ni ya kuangalia demand iko wapi katika uso wako. Nikiangalia uhitaji huko mahali gani, naambia Mungu ukinipa milioni 10, fungu langu la 10 pale ni milioni 1. Nitaipeleka itaenda kutatua lile tatizo, na mimi nitabaki na 9 zangu mfukoni na kula zangu misele mtano. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo nikwambie, Mungu hajawahi kuwa muongo katika hilo kwako. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapa majuzi nilikuwa nikipiga hesabu na mke wangu, tulikuwa tunadaiwa kama milioni 15. Naona wanadaiwa shilingi ngapi dairies? Nilikuwa nadaiwa milioni 15. Ukiniuliza natoa wapi hela haraka za kulipa hayo madeni kabla muda hujafika, nikaanza kutangazwa na wangu, sio hiyo pesa. Nikamwambia okay, nimeona uhitaji sasa. Nikamwambia Mungu, nipe 10 kwanza. Ukinipa 10 nitafanya 1, 2, 3. Bwana Yesu atusaidie sana. Alafu mwezi utakaofuata nipe tena kiasi fulani. Utakachonipa tena nitafanya 1, 2, 3. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ni kama napiga story, lakini ndani ya mwezi huo ninachokuambia Mungu akanishushia 6 mfukoni zimeingia. Nikavuta 6 nikaipeleka mahali nilikomwambia Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa sio hii story, unaweza kaisi naongea story, lakini sio story. Nakuambia kitu kilicho halisi. Bwana Yesu atusaidie sana. Zilizobaki nenda kalipe madeni. Unaenda unalipa jamaa na kuangalia sasa jamaa yeye anatoa wapi? Anazipata wapi? Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini siri yake ni nini? Niligundua sadaka. Nikaanza na sadaka ya nadhiri kwanza. Bwana Yesu atusaidie sana. Na nilipogundua hiyo sadaka ya nadhiri, na mnashukuru Mungu kwa ajili ya mke wangu, amekuwa akinifuatilia kupita maelezo. Wakati mwingine natamani nichepushe kwa sababu madeni yamekuwa umeniambia funga break. Toa 10% kalipe madeni yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa wakati naendelea kupambana, mwezi haujaisha, siku 2 haijatimia, nimepata 6. Zikaingia zingine tena papo. Nimepungua sika mara 3, itimie milioni 10 ndani ya mwezi huu. Na mwezi haujaisha, na naamini Mungu atanipa kabla mwezi haujaisha. Hiyo ndio baki. Bwana Yesu atusaidie sana. Ilipoingia tu papo. Tunakumbuka Dadanet, tulitoa ahadi kule ya mabati kule kijijini kule. Nikakumbuka nikasema Mungu tunataka kujenga kanisa. Na nilitoa ahadi ya kuweka mabati kule 8 kwenye lile kanisa kule kijijini. Sasa nipatie fedha ambayo itasaidia, nitatoa hii sadaka kule ya kuweza kukamilisha mabati kule, lakini kuna watoto 2 ambao waliongezeka, walikuwa wanahitaji sketi za shule. Alafu hawana sketi za shule. Na pia walikuwa wanahitaji madaftari, makaunta buku hawana. Nikamwambia Mungu ukinipatia kiasi fulani, nitaenda nitatoa kule ya mabati. Nitatoa ya sketi na makaunta buku ambayo ilikuwa ina amount kwenye 2.5. Nikasema lakini mnadaiwa sadaka ya madhabahu. Mara nyingi huwa mzee wa kanisa ni shahidi, tuna ile sadaka yetu ya kila mwezi hapa. Nikamwambia Mungu hivi, tumetoa sadaka ya ahadi, sadaka madhabahu shilingi 50,000. Hatuna hiyo hela. Yaani tunaandika kikaratasi hatuna hela, lakini inatoka wapi? Naambia Mungu utaileta. Bwana Yesu atusaidie sana. Nikasema sasa na ile deni sitaki liendelee kukaa. Kwa hiyo 2.5 jumlisha 50,000 inakuwa shilingi ngapi jamani? Shilingi 300,000. Nikamwambia ukinipa milioni 3 ya haraka nitakaa haya mapepo.
Hivi ninavyokuambia leo nimeclear 50 ya pasta ya sadaka ya madhabahu na 2,500 mtego. Bwana Yesu atusaidie sana. Nipigie makofi Bwana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini nakupa hizi hadithi? Kwa nini nakupa hizi hadithi? Nilikuwa maskini kuliko ulivyokuwa wewe. Ushawahi kuona bata wanakufa njaa wewe? Yaani familia haina chakula mpaka bata wanakufa njaa. Ushawahi kuona? Kwa mambuti tuliona. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini kieleza habari ya umaskini ninaujua? Lakini tangu nilipofungua macho yangu kwenye sadaka ya nadhiri, sitegemei kurudi chini tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Ikapatikana hiyo pesa, tena sio milioni 3, ikapatikana na mshahara. Nikaichukua ile pa. Mimi siwekagi, Mungu anisamehe, yaani niseme tu maana mdomo umeshateleza. Siwekagi mule anakaga mke wangu. Fungu la 10 anatoka mke wangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa mama, kwa sababu ndo anashika mkoba na nawafundisha wababa discipline ya pesa, tuwape wakina mama atatusaidia. Sisi wanaume tuna mambo mengi. Gari limezingua kule, mzee engine limekorofisha, nahitaji kulirekebisha. Nakuja na bodaboda. Mama akanivuta akaniambia, "Wewe, fungu la 10 kwanza. Kachukue bahasha yangu pale, leo yeye ana mtihani hajafika. Kachukue bahasha yangu pale, weka hii sadaka fungu la 10, katoa. Hilo gari lako muombe huyo Mungu atakupatia hela nyingine tena." Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ninachotaka nikufundishe ni kitu gani hapa? Ukifanya maagano na Mungu ndani ya moyo wako ya kujenga ufalme wa Mungu. Daudi anasema hakuna mwenye haki wa Mungu aliyewahi kuachwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kwa nini nimekufundisha somo hili la imani? Nataka ubebe hii imani. Maana maandiko yanasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Kristo, na hili ndilo neno la Kristo linalokuambia. Unataka kukomesha mambo ya uhitaji katika sisemi mtu apungukiwe, utapungukiwa kwa kiasi. Lakini sio kama wengine. Hivi ninavyokuambia juzi naenda na cheki kwenye gunia la mchele naona imekatika. Bwana Yesu atusaidie sana. Huko nikiambiwa mafuta ya kula yamekatika. Napata wapi hela? Nikafanya dili na Mungu. Kwamba Mungu ukinipa ile 3, nitapeleka kule. Afu nyingine itasoma matatizo yangu hapa nyumbani. Bwana Yesu atusaidie sana. Nakwambia kitu halisi. Si unaona nimenunua kiatu kipya hapa. Hebu niangalie vizuri. Nimepata mpunga. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani nimepunguza madeni huko, nimewatuliza watu mioyo yao, na pia nitawalipa tu kweli na amani. Lakini sasa na mimi siangao kidogo nionekane. Nikapita dukani mzee chapa, nikachukua kidogo. Yesu atusaidie sana. Na kuambia kitu halisi. Tena nikwambia hiki kiatu sijatoa mimi hela. Wakati natoa hizo sadaka, nikatoa na sadaka nyingine tena. Ngoja nikwambie tu jumla ya sadaka niliyoitoa jana ni zaidi ya 400,000. Yesu atusaidie sana. Ukatokea uhitaji fulani kwenye nyumba ya Mungu. Mtumishi wa Mungu ana huduma moja anayoifanya hapa kanisani bila hata wewe kujua. Kaambia, "Bwana, tunahitaji shilingi 60,000 pale." Nikamwambia, "Njoo nikajua dili." Wakati huko njiani anakuja, nilipiga dukani nikakitamani hiki kiatu. Lakini nikasema, kwa hii bei siwezi kuitoa. Lakini aliponipigia simu nikasema, sasa kwa sababu ya hii hela, acha nimpe mtumishi wa Mungu akafanya hilo jambo kwenye nyumba ya Mungu. Wakati huko njiani anakuja, kuna mtu ananipigia simu, "Bwana, uko wapi bwana? Uko wapi?" "Niko huku." "Uko wapi?" "Niko huku." Ananitafuta na pikipiki. Akaja akanipata. Akanipigisha akaniambia, "Sasa sikia bwana, hebu Mungu akubariki." Akaniachia kaela pale mkononi. Sio bei ya kile kiatu nilichokuwa nakitaka nikashika. Na nilipomtaa ule wa dukani nikasogea kwa watu wazangu kadhaa, nikampa mtu wa dukani nikamwambia, "Nigei kiatu changu. Jumapili natinga kiatu kipya na ushuhuda nao mezani kwa Bwana." Bwana Yesu atusaidie.